Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, jina la Bwana lipewe sifa. Tukiwa katika sherehe hizo, tumetoka katika sherehe za Krismasi. Basi najua kuna appetite nyingi ya Krismasi, hamu nyingi za Krismasi. Lakini ningependa tu kushiriki na nyinyi ujumbe huu mfupi wa wokovu ambao ni mpango wa Mungu ulianzishwa na Mungu mwenyewe mbinguni. Tunapoelekea kusherehekea mwaka mpya, ukapate kutambua ya kwamba mpango wa Mungu mzima ni wokovu kupitia ndani ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaposoma katika vitabu vya manabii na vitabu vyote vya mitume, utapata mpango huu wa Mungu wa wokovu ni mpango mmoja tu tangu zamani mpaka mwisho. Nasi tulipozaliwa katika dhambi tunahitaji huu mpango mzima wa wokovu. Jina la Bwana lipewe sifa. Basi unapoingia katika kitabu cha Isaya hapo mlango wa 7, basi unapata Mungu alishaandaa mpango wa wokovu. Akamtabiri Yesu Kristo ambaye atakuja kama Emanueli kuunganisha watu pamoja na Mungu kutoka kwa dhambi. Jina la Bwana lipewe sifa. Ndipo unapoendelea katika maandiko, hata kitabu cha Luka napo pale mlango wa 23 kuanzia aya ya 13, wakati inadhihirika wazi mpango wa Mungu unakamilika kupitia mfalme mmoja anayeitwa Pilato. Jina la Bwana lipewe sifa. Hapo ndipo mpango wa ukamilifu wa wokovu ulianza kuonesha kutoka kwa wafalme. Yaani Pilato anamwachilia mfungwa kutoka gerezani ili Yesu Kristo awekwe gerezani kwa mpango wa Mungu ili hao wenye dhambi pia waupate huu wokovu. Hapo tunaona Baraba anaachiliwa kutoka nje kwa sababu ya mpango wa wokovu wa Mungu, na Yesu Kristo anaingia dhambi ili sisi sote tufanyike tuhesabiwe haki mbele za Mungu. Basi unapoendelea kuendelea sherehe zako za kuendelea kuvuka mwaka, ningependa ujue mpango wa Mungu mzima ni wokovu na ukombozi. Jina la Bwana lipewe sifa. Hivyo basi wokovu kwetu ni muhimu sana. Napovuka mwaka, unapoendelea kuvuka mwaka, basi endelea kusoma maandiko haya. Yatakusaidia. Maandiko haya yatakupatia msingi mzuri katika wokovu. Maandiko haya yatakupandisha imani yako katika wokovu, kwa sababu ndio yameonyesha wazi ya kwamba Yesu Kristo ni mpango wa Mungu wa wokovu. Na hivyo basi sisi tunasimama kusherekea na kushangilia wokovu ndani ya Yesu Kristo. Kwa hivyo mbarikiwe sana mnapoendelea kuingia kusoma neno la Mungu na kutafakari katika neno la Mungu na kufuata huu mpango.